Ugonjwa wa akili ni neno la jumla kwa kundi la matatizo yanayoendelea ambayo husababisha dalili nyingi. Dalili hizi hazisababishi tu dalili za kiakili, bali pia husababisha dalili nyingi za kitabia na kisaikolojia pia. Dalili kuu bila shaka zinahusisha eneo la kumbukumbu. Inaathiri eneo la kumbukumbu ya hivi karibuni. Wanakuwa wanasahau matukio ya hivi karibuni, wanarudia maswali, wanasema kitu kile kile tena na tena. Mkusanyiko huu wa dalili ndio unaitwa ugonjwa wa akili. Kwa hivyo kwa njia nyingine ni ugonjwa wa kiakili na kitabia. Ugonjwa wa akili ni wa kawaida kiasi gani? Ugonjwa wa akili umeonekana kuathiri takriban 6 hadi 7 ya idadi yote ya wazee nchini India. Kwa hivyo ni ugonjwa wa kawaida. Sababu za kawaida za ugonjwa wa akili duniani kote pamoja na India. Nambari 1 ni ugonjwa wa Alzheimer's, na nambari 2 ni ugonjwa wa akili wa mishipa ambao hutokea kutokana na kiharusi kimya mara nyingi kinachotokea katika maeneo fulani ya mwili. Ugonjwa wa akili wa 3 kwa kawaida ni kutokana na ugonjwa wa akili wa Parkinson au ugonjwa wa akili na miili ya Lewy. Kwa hivyo hizi ndizo sababu za ugonjwa wa akili. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba mambo haya yatambulike katika hatua za awali na yatibiwe ipasavyo. Karibu 40 hadi 50% ya hatari ya kwanza kwa ugonjwa wa akili baadaye inaweza kuzuiwa kwa utambuzi wa mapema na matibabu sahihi ya mambo haya yote. Na kuna aina fulani ya lishe inayoitwa lishe ya MIND. Hii inajumuisha matunda mengi ya berry, mboga, karanga fulani kama walnuts ambazo ni muhimu sana, na kuepuka nyama nyekundu nyingi, vyakula vilivyosindikwa sana, vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hivyo mkusanyiko huu maalum wa vitu vya lishe unaunda kile kinachoitwa lishe ya MIND. Na hii pia imeonyeshwa kuzuia maendeleo ya ugonjwa wa akili au hali ya kabla ya ugonjwa wa akili inayoitwa upungufu mdogo wa utambuzi. Jinsi tunavyogundua ugonjwa wa akili ni kwamba ugonjwa wa akili daima hugunduliwa kwa kutoa mtihani wa utambuzi au kumbukumbu kwa mtu aliyeathirika. Historia ya mwanzo na maendeleo ya dalili hizi hukusanywa kutoka kwa mtoa taarifa mwenye ujuzi, ambaye kwa kawaida ni mwanafamilia, na kisha tunafanya vipimo fulani. Kwa kiwango cha chini kabisa, tunafanya skani ya ubongo ambayo kwa kawaida ni MRI. Ikiwa MRI haiwezi kufanywa, tunakubali kufanya skani ya kiti ya ubongo. Kwa baadhi ya watu, pia tunahitaji kufanya skani ya pete ya ubongo ambayo inaweza kuhitajika ili kufafanua upungufu. Pia tunafanya mfululizo wa vipimo vya damu ili kugundua kama kuna mambo mengine ambayo yanaweza kuwa yamesababisha hizi dalili za shida ya akili. Mara nyingi zaidi tunatoa tu dawa. Mara chache sana, ikiwa mgonjwa ana hali fulani za upasuaji zinazoweza kutibika kama vile kuongezeka kwa maji katikati ya ubongo. Hali hii inaitwa hydrocephalus ya shinikizo la kawaida. Basi tutalazimika kufanya upasuaji mdogo unaoitwa shunt ya mtoto. Lakini kwa wagonjwa wengi tunatoa tu dawa. Kwa hivyo mambo haya yote yanaweza kutumika kuzuia shida ya akili au upungufu wa utambuzi wa wastani katika maisha ya baadaye.